Kawia. Karibu kumsho. Amen. Hizi dakika kidogo nazo hapa katika nyumba ya wapendwa, tupokee neno kidogo kulingana na vile muda ulivyo kama alivyosema kiongozi. Twende Yeremia 29. Yeremia 29 mstari wa 11. Mko na Biblia zenu kwenye simu? Ndio. Unaweza kusoma hivyo? Nasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Neno ya Mungu. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Amen. Haya ni maneno ya Mungu ambayo yamekuja kwetu sisi sote, watu ambao tuko hai na watu wote ambao tumeokoka. Haya sio maneno ya wapagani. Hata mtu ukienda kuhubiri Injili ni vigumu kuyapeleka haya maneno kwenye Injili ya watu wasiomjua Mungu, kwa sababu wakati mwingine yatakupa shida kuongea. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini kwa watu waliookoka, watu wanaomjua Mungu, wakiyasikia maneno haya yanaanguka kwenye masikio ya mioyo yao, wanapokea kwa furaha, kwa sababu wanaelewa nini maneno haya yanalenga kwenye maisha yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amen. Sababu neno limekuja kwa watu wa Mungu likisema kwamba huyu Mungu tunayeitwa kwa jina lake, huyu Mungu tunayemfuata, ambaye tulipata neema ya kumwamini na mioyoni mwetu akapata nafasi ya kuwa mtawala wa maisha yetu, huyu ndiye Mungu amezungumza katika kitabu cha Yeremia. Ndiye anaongea kwamba ninawawazia mawazo yaliyo mema. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amen. Ni maneno ambayo anawaambia watu ambao ni watu wa Mungu. Ndio maana nimesema ya kuwa sio maneno ya kupelekea wapagani kuambia kwamba Mungu anawawazia yaliyo mema. Ni maneno ambayo maandiko yenyewe yamesema kwamba ni maneno ya kutupa tumaini. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amen. Tumaini la maisha ya baadaye. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa huyu mwandishi ametaka kutuambia kwamba wakati huu ambao bado tunajikuta tukiishi katika mwili huu, pamoja na shida zinazokutuinukia katika maisha, kwa sababu Mungu kutuwazia yaliyo mema haizuii matatizo kutokea. Sijui kama tunaelewana. Ndio. Si tumeokoka jamani? Ndio. Aha. Sasa ninataka nikwambie kwamba kuokoka ni mwanzo wa nini? Ni mwanzo wa vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jambo, karibu. Sawa. Kwa mtu yeyote ambaye amepata neema ya kumwamini Kristo, sisi watu wa Mungu, kusema kwamba huyu Mungu aliyetuumba akawa hakuishia kutuumba katika mwili, akatuumba tena kwa stahili nyingine ya kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kupitia neno lake tuliumbika tena tukafanywa kuwa viumbe vipya. Sasa ndio sisi maneno haya yanajia kwamba mawazo yake Mungu siku zote kwa mwanadamu ni mawazo mazuri. Lakini
neno hili likufariji na likutie moyo, pamoja na Mungu kutuwazia maneno mazuri. Si kiziwizi cha wewe kuweza kupitia katika kipindi kigumu, si kiziwizi cha wewe kupitia katika changamoto, si kiziwizi cha mimi kuondoka katika mwili. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu kutuwazia mema haimaanishi duniani tunaishi milele. Mungu anatuwazia mema, anajua ni kwa muda gani mawazo yake mema yanapaswa kutimilika kwenye maisha yetu. Na yote ambayo Mungu anayatenda tukiwa bado katika mwili huyu ni ya kutupa tumaini. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tukaishi tukijipa moyo kwamba hata kama shida vitatokea, lakini tunajua kuna mahali tunakwenda. Kuna mahali tunakwenda ambapo hapana vishida, wala mauti haiwezi kanusia huko, wala magonjwa hayawezi yakainuka tena huko, wala umaskini hauwezi ukainuka tena huko. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Huko ndiko hili neno linakuja kutupa tumaini kwamba kwa vyovyote, pamoja na changamoto mbalimbali ambazo bado tunajikuta tunazipitia katika ulimwengu, lakini kuna mahali tunakwenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kuna mahali tunakwenda. Sasa neno hili linakuja sisi sote kugusa maisha yetu. Hatulizungumuzi tu kwa sababu tuko katika nyumba ya kwao na Isaya ambao tulijua walipata matatizo. Tunalizungumuza kwa mkutano mzima ambao neema ya Bwana imetufanya tukutane. Amen. Ili sisi sote litusaidie. Hatuliongee kwa yule aliyetuacha, safari yake yeye alimaliza. Mungu ndiye anajua alimaliza safari namna gani. Sasa neno tunalolizungumza nda huyu ni la kwangu na ni la kwako wewe. Jina la Bwana lipewe. Amen, amen. Linakuhusu wewe, ni ujumbe wako wewe, sio ujumbe wa mtu mwingine. Ni ujumbe wa mtu yeyote mwenye masikio ambaye yuko hapa. Halimuhusu mtu ambaye hakuja kwenye huyu mkutano.